Vita vya Iran, Israeli na Marekani vinaendelea kushika hatamu kwelikweli, na nikwambia vita hivi vimeendelea kuleta hasara kwa pande zote, si kwa Iran pekee, si kwa Marekani pekee, wala si kwa Israeli pekee. Na zipo taarifa ambazo nimezichukua kutoka CNN ambapo hizi zinasema kwamba wanajeshi 11 wa Marekani wamefariki wakati wa operation kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Chaneli hiyo imekumbuka kwamba wanajeshi 6 wa Marekani waliuawa wakati wa shambulio la kulipiza kisasi la Iran kwenye kambi ya Marekani huko Kuwait mnamo Machi 1. Mwanajeshi mwingine alifariki mnamo Machi 7 kutokana na majeraha yaliyopatikana kwenye shambulio kwenye kambi huko Saudi Arabia mapema Machi. Mnamo Machi 13, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kupotea kwa ndege ya mafuta ya KC-135 juu ya Iraq wakati wa operation ya kijeshi dhidi ya Iran, ambapo baadaye Iran waliripoti kwamba wao ndio waliweza kuidungua, ambapo hapo inadaiwa kulikuwa na wafanyakazi 6 ndani ya ndege hiyo, na vifo vya wanajeshi 4 viliweza kuthibitishwa rasmi hadi sasa. Hapo awali iliripotiwa kwamba jumla wanajeshi 50,000 wa Marekani wanashiriki kwenye operation dhidi ya Iran. Kulingana na shirika la Reuters, takriban 150 kati yao ilielezwa kwamba wamejeruhiwa na 7 waliweza kufariki dunia, lakini mpaka hivi sasa inaelezwa ni 11. Vilevile operation ya Marekani nchini Iran imewatenga wafuasi wa karibu wa kiafidhina wa Washington wa utawala wa sasa wa Marekani barani Ulaya. The Washington Post inasema kulingana na gazeti hilo, uhusiano mzuri na rais wa Marekani Donald Trump umegeuka kutoka kuwa mali na kuwa dhima kwa wazungu. Mgogoro huo umeathiri zaidi urafiki wa Trump na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Washington Post inasema alikuwa akimtetea Trump si tu bali pia maadili ya harakati za MAGA, na kisha nadhani kilichobadilisha kila kitu kilikuwa vita hivi, kwa sababu pia katika kituo chake cha uchaguzi wamekasirika sana kuhusu kinachoendelea, Senator wa Italia Carlo Calenda alisema kwenye gazeti hilo. Ukweli ni kwamba Trump anakuwa asiyependwa sana nchini Italia. Vita hivi havipendelewi sana. Vilevile Marekani itatoa mashambulizi zaidi dhidi ya Iran kwenye kipindi cha wiki ijayo. Rais Donald Trump anaiambia Fox News kwenye mahojiano, tutawashambulia vikali sana katika wiki ijayo. Kituo cha television cha Marekani kilimnukuu akisema uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Israeli umehitimisha kwamba haiwezekani kubadilisha kwa nguvu serikali na mfumo wa serikali ya Iran kama sehemu ya operation ya sasa ya kijeshi. The Wall Street Journal inaripoti kinukuu vyanzo katika baraza la mawaziri la Israeli. Chapisho hilo linabainisha kwamba mwanzoni Israeli iliweka malengo makubwa kwa operation hiyo, ikilenga kubadilisha haraka muundo wa serikali ya Iran. Watu muhimu katika uongozi wa nchi hiyo waliondolewa katika siku za mwanzo za vita. Hata hivyo, hali ya sasa inaonyesha kwamba muundo wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu umebaki imara na unaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi licha mashambulizi yanayoendelea. Katika taarifa za umma, viongozi wa Israeli wanaendelea kuwataka watu wa Iran kusimama, lakini wasiwasi binafsi unaongezeka ndani ya serikali kuhusu uwezekano wa malengo yake ya kimaendeleo. Vyanzo vya gazeti hilo vimebainisha kuwa chini ya hali ya sasa, Israeli na Marekani zitahitaji kuendelea na shughuli za kijeshi kwa miezi kadhaa ili kuweza kuathiri mabadiliko ya serikali nchini Iran. Mabadiliko katika utaratibu wa kikatiba pia yangehitaji maandamano makubwa kutoka kwa Wairan wenye mawazo ya upinzani, ambayo yanaonekana kutowezekana kwa wakati huu. Baadhi ya watu katika utawala wa Israeli wanaamini kwamba kampeni ndefu ya kijeshi inaweza badala yake kuimarisha muundo wa serikali ya Iran na kuzidisha sera ya ndani na nje ya Iran. Wanajeshi wa Marekani wenyewe wamechoma moto meli ya USS Gerald R. Ford ili wasilazimike kupigana na Iran. Msemaji wa makao makuu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Hatam Al-Anbiya anaripoti meli ya USS Gerald R. Ford ambayo ilifika kutoka Mediterranean hadi bahari ya Hindi na mlango bahari wa Oman ili kuimarisha vikosi vya Marekani vilivyoshindwa, ilichomwa moto kimaksudi na mabaharia kadhaa wa Marekani kutokana na hofu ya wafanyakazi kuhusu Iran. Mtangazaji wa chombo cha habari cha Iran alimnukuu akisema mnamo Machi 12, kamandi kuu ya vikosi vya wanamaji vya Marekani iliripoti kwamba moto ulizuka ndani ya meli ya USS Gerald R. Ford ambayo kwa sasa ipo kwenye Bahari Nyekundu, ambayo inashiriki kwenye operation dhidi ya Iran katika Mashariki ya Kati. Kumbe lengo ilikuwa ni kukwepa mashambulizi ya Iran waweze kuondolewa katika eneo hilo. Vilevile Marekani na Israeli zinapanga kubadili shughuli za siri dhidi ya uongozi wa Iran katika eneo lake na kuongeza shinikizo la kiuchumi la nje kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiwa washirika watafikia uamuzi wa kusitisha uhasama. The Wall Street Journal inaripoti ikiweza kunukuu vyanzo mbalimbali.
Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anashaka na operesheni ya Marekani nchini Iran na awali alipinga uamuzi wa kuanzisha vita, Politico inaripoti kinukuu maafisa wakuu wa Marekani. Kabla ya operesheni hiyo, makamu wa rais alitangaza upinzani wake hata kama amefuata mstari wa hadhara wa kuunga mkono sera za kijeshi za rais wa Marekani Donald Trump. Politico iliandika, Vance anashaka, ana wasiwasi kuhusu mafanikio na anapinga tu vita vya Iran, maafisa walifichua. Jukumu lake ni kumpa rais na utawala maoni yote ya kile kinachoweza kutokea kutoka pembe nyingi tofauti, na unajua anafanya hivyo, lakini mara tu uamuzi utakapofanywa anakubaliana kikamilifu, mmoja wa maafisa aliambia Politico. Rais wa Marekani Donald Trump hakutaja ratiba ya mwisho wa mgogoro katika Mashariki ya Kati wakati wa mazungumzo ya simu na viongozi wa kundi la G7, Axios inaripoti. Kulingana na chapisho hilo, kiongozi huyo wa Marekani alisema kwamba suala kuu analofanyia kazi ni muda wa operesheni hiyo. Aliongeza kuwa Marekani kimsingi inahitaji kumaliza kazi hiyo. Chanzo kingine kilisema kwamba rais wa Marekani alikuwa mwenye utata na anayekwepa kuhusu malengo ya nchi hiyo katika mgogoro huo pamoja na ratiba ya kukamilika kwake. Vile vile, jeshi la Irani lilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye makao makuu ya vikosi vya ulinzi vya Israeli kwenye eneo la Beersheba nchini Israel. Asubuhi ya Machi 13, chombo cha habari cha kijeshi kinaripoti. Wanasema, asubuhi ya leo, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka sehemu mbalimbali za nchi kwenye makao makuu ya jeshi la ulinzi la utawala wa Kizayuni Israeli katika maeneo yaliyokaliwa huko Beersheba. Kulingana na taarifa hiyo, mashambulizi kwenye vituo vingine vya jeshi la Israeli yataendelea katika saa zijazo. Vile vile, tangu kuanza kwa mgogoro na Iran, Marekani imetumia risasi muhimu za kutosha kudumu kwa miaka mingi chini ya hali ya kawaida. Financial Times inaripoti kupungua kwa kasi kwa silaha kunajumuisha makombora ya Tomahawk ya masafa marefu. Vyanzo hivyo vilisema kumekuwa na matumizi makubwa ya Tomahawk, alisema mtu mmoja anayefahamu matumizi ya risasi za kijeshi za Marekani. Jeshi la majini litakuwa likihisi matumizi haya kwa miaka kadhaa, chanzo hicho kilisema. Lakini pia zaidi ya vituo 24,500 vya raia kote Iran vimeharibiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israeli. Mkuu wa Jumuiya ya Msalaba Mwekundu ya Iran, Pir Hossein Kolivand, anasema. Kolivand aliongeza kuwa shule 69 ziliharibiwa katika mashambulizi hayo, huku watu 154 wakiuawa na walimu 195 na wanafunzi wakijeruhiwa kutokana na hilo. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.